iliyojaa uovu au dunia iliyojaa uonevu ni dunia ambayo haina faida. Ni dunia yenye faida kwa watu wachache tu, kwa sababu wale ambao wanakuwa wana nafasi, kama nilivyosema siku za nyuma, kwamba wao ndio wababe, wao ndio wenye uwezo, wao ndio wenye mamlaka, wao ndio wenye sauti, wao ndio wenye waliojipendelea kujiwekea zile namna zozote zile za urahisi au nafuu katika maisha, wale wanakuwa hawawezi kukubali kuachana na yale ambayo wanayafurahia, yale ambayo yanawanufaisha. Wanataka hiyo hali iendelee, na kwa muda mrefu imekuwa ikiendelea, imeendelea kwa muda mrefu sana. Sasa wakati watu weusi wa Afrika wanalalamika kwamba watu weupe walikuja wakawanyang'anya ardhi yao huku, wakaja wakapora vitu vyao, basi na hata wale wenzetu watu weusi wa Australia na wenyewe wana kilio kinachofanana. Hivi tunavyozungumza, na wao wanapigania angalau wapate haki zao, angalau wawekwe usawa, kuwekwa na usawa baina ya kwamba na wao ni wananchi lakini ni wenyeji, lakini angalau wawe sawa na raia wengine wajaji waliokuja, kwa sababu wale mabwana mkubwa walikuwa ni wafungwa walikuwa wafungwa, ndio mwanzo wake, walikuwa wafungwa. Wale bwana mkubwa kule Uingereza, UK tunaweza tukasema hivyo, enzi hizo, maanake ni ufalme, ilikuwa ni utawala wa kifalme ulioamua, maanake maamuzi yanaamuliwa na bunge, lakini mwisho wa safari lazima waziri mkuu akapeleke kwa nani, akaidhinishe, mfalme au malkia. Kwa hiyo wakaamua sasa kwamba tuna wahalifu ambao tushawafungia kwenye magereza, wanatugharimu sana kualisha, kuwajengea majengo, kufanya marekebisho ya miundombinu inayohusiana na majela huko na nini. Kwa hiyo wakaamua, pakia kwenye meli, peleka Australia, wakawamwage kule, wawe huru, waendelee kutafuta maisha kule. Na ndiko walikokwenda wakakutana na nini? Wakakutana na wenyeji. Kwa hiyo wenyeji, kwa sababu walikuwa wanaishi maisha yale yale ya Kiafrika, kama ninavyokuwa nimezungumza, ya kufuata ile maati, ya kufuata kanuni ya kutunza mazingira, kanuni ya kuishi na mazingira kama ni kitu kimoja, kanuni ya kutaka yale ambayo ni ya ziada ya dunia, kanuni inayoeleza namna tu ya kuishi kwa kutegemea vilivyozunguka bila kufanya nyongeza zozote. Kwa hiyo na wenyewe walikuwa wanaendelea kukusanya vyakula, wanakusanya vyakula maporini. Walikuwa walimi. Kwa hiyo wale mabwana wakawakuta wakiwa katika hali hiyo, na wao kwa ilivyo wakaendelea kuishi bila kuvaa nguo. Walikuwa hawavai nguo, wale jamaa. Nimekaa pale, nafikiri niwaeleza siku za nyuma. Mimi nimekaa tena kuanzia miaka 2001 huko kuendelea mpaka juzi tu 2012 hapa hivyo. Kwa hiyo naelewa ninachokizungumza, kwamba ugandamizaji na jinsi nilivyoona na wao wanaharakati wao, manake ilifika mahali wameokolewa na wale wanaoitwa molato, wale ambao wanaitwa mchanganyiko wa damu au half caste, wale ambao wazazi wao, yani wale mababu wahenga, walibakwa wakati wale mabwana mkubwa wanaingia kule, kwa sababu wenyewe walibidi wakamatwe kama watumwa, wawasaidie kazi wale wafungwa wale waliokuwa wamehamishiwa kule. Kwa hiyo huku na wenyewe wakawa wanabakwa. Kwa hiyo wakawa kizazi kinachozaliwa kina mchanganyiko. Sasa kile kilichokuwa na mchanganyiko mara ya kwanza kilileta hitilafu, kwa sababu kilifika mahali wakawa kama wamezidiwa hivi, kwa sababu wale wenyeji walikuwa ni wengi. Kwa hiyo ikabidi wale watoto wakizaliwa wanawakimbiza kwenda maporini huko. Wakizaliwa wale watoto baada ya muda fulani wanawakimbiza wale kina mama wale, wanatoroka yale maeneo ya watu weupe, wanatokomea huko maporini huko ambako wao ni wenyeji, wanaelewa njia. Kwa hiyo ikafika mahali wale mabwana mkubwa wakaamua, hakuna, tutafanya kampeni ya kuwatafuta. Na kweli wale waliokuwa wanawapata wanawakamata, wanawaacha
akina mama kule kule, wengine walikuwa na uawa, alafu wakawaweka sehemu moja, ndio wakalelewa huko na wakaanza kupelekwa darasani kama nilivyoeleza, ili kujifunza maoni ya watu weupe, curriculum sijui nini inaitwa ile ya watu weupe. Kwa hiyo na wenyewe wakajua kuandika na kusoma na kufanya mahesabu na hivyo na kuhesabu. Sasa hao ndio baadaye, kwa sababu wana elimu, wamekuja kuwa ndio mstari wa mbele katika wanaharakati. Hiyo nafikiri nimeweka sawa sawa. Hebu turudi kwenye mada. Mada yenyewe hapa tunazungumza habari mtu mweusi mwenyeji wa dunia ambaye amefika mahali kutokana na huruma zake, kutokana na staha zake, kutokana na kufuata kanuni ya kuwa na ukarimu, basi imesababisha akaonekana ni dhaifu. Kwa hiyo wale mabwana wakaamua kummiliki, na mpaka hivi leo tunamilikiwa kisaikolojia. Tunamilikiwa kisaikolojia, nafikiri nimeshalizungumza. Kwa hiyo sasa nataka nieleze jambo moja ambalo ni muhimu sana, kwamba lazima nivirudie, ni kwamba unapokuwa unalumbana au unapokuwa unaonewa, lakini yule anayekuonea au yule unayelumbana naye akawa na nguvu za namna mbalimbali kuzidi wewe, iwe za mali, yani uwezo wa kimali, iwe ni uwezo wa nafasi alionayo, yani kwa maana ya madaraka, iwe ni kutokana tu kwamba yeye ameamua kuwa amekubuhu uonevu, kwa hiyo amejiandaa na kujipanga ili kujihami. Hapo ndo panapokuja sasa kwamba atajihami na nini, na walio wengi hawezi kujihami na pesa. Yaani pesa peke yake haitoshi, lazima ajihami na kitu kinaitwa silaha. Popote mtu mweupe alipokuja, alikuja na bunduki, sisi akatukuta na mikuki hivyo. Sasa bunduki zimeendelea kutengenezwa katika namna tofauti, mpaka tunavyozungumza sasa hivi tuna masilaha mengi sana ya maangamizi. Kwa hiyo hayo ndio yanaitwa vyombo vya dola duniani. Vyombo vya dola duniani vinaitwa vyombo vya dola duniani. Mimi huwa napenda kuzungumza katika namna ya jumla ya dunia mzima. Mimi sizungumzia habari ya Tanzania tu au East Africa tu, mimi sifanyaje hivyo. Kwa hiyo hayo matatizo, ukienda hata manchi mengine, hata haya manchi ya Amerika Kusini, utakutana na hii shida ninayozungumza, kwamba ndio ile ninayozungumza kwamba kuna mapori, yale mapori ambayo ndio tunaweza kusema mapori yanayotupa hii hewa safi. Maana ile ni kama oksijeni ya dunia, katika ile misitu iliyoko pale South America, kule Amerika Kusini, ambayo nilisema kuna wajinga fulani kutaka eti kuenda na wakati, kwa kisingizio hicho wakaenda wanataka kulima miwa, alafu wakaburudozi, yani wakafuta kabisa yale mapori na kuyafanya mbuga, na alafu wakapanda miwa. Hali kadhalika kilichofanyika Australia hiyo miaka walioingia wale bwana mkubwa, nafikiri kwa kama 1700 na kitu hivi, karne ya 17 kwa 18 hivi, wale bwana mkubwa walipokwenda pale, ndicho kilichofanyika. Wakaenda wakasafisha kabisa. Nimeona zile mbuga na mashamba waliokuwa wanataka wafungue mashamba ya mashamba ya ngano, kuna mashamba ya viazi, mashamba ya mazao mbalimbali, na mifugo, of course, na mifugo kunafugwa sana kondoo kule, kondoo wa manyoya kunafugwa sana, of course, na ng'ombe na nini hivyo. Sasa basi kilichofanyika ni kwamba lile bara ni dogo sana, zile sehemu ambazo zinawezekana kuishi, manake sehemu kubwa ni jangwa. Sasa unapokuja tena hata kale kakipande kadogo kalikobakia, ambako kanalimika, yani kana rutuba, kana ardhi nzuri, kana misitu na nini, halafu ukaingia tena ukapunguza, nafikiri utaelewa kinachokuwa kinaendelea. Halafu baadaye ukawabana mbavu wenyeji, ambao kwao kila kitu unachokiharibu kwao ni kanuni, ni agano na mbingu kuu, ni agano
na anga mtambuka ni agano na the universe, ni agano na Mungu wa kweli. Kwa hiyo wanachokuwa wanaamua, wataamua tu kwamba okay, sawa, sisi hatuna nguvu, basi tutaendelea na maisha yetu hivyo hivyo. Kwa hiyo ndivyo walivyofanya, wakaamua kuendelea na maisha yao. Kwa hiyo baadaye sasa ndio hao watoto ambao wana mchanganyiko wa damu, ndio hao wamekuwa mstari wa mbele mpaka hivi tunavyozungumza leo hii. Bado kitimtimu kinaendelea Australia. Wale wanaharakati ambao mstari wa mbele ni hao machotara, wanafanya kazi nzuri sana, huwezi kuamini. Na hao wanatuchagiza hata sisi watu weusi wa maeneo mengine, ili kwa sababu wao wametunza ile kanuni vizuri. Hiyo wameshindwa kupokwa, wamepoka vitu vingine, lakini kanuni zao wameshindwa kuzipoka. Mambo yao yote yaliyokuwa yanafanyika kikanuni yanaendelea kufanyika, na wamekuwa mstari wa mbele katika utamaduni wowote, kama ni wa ngoma, miziki, nini, yani kila kitu. Upande huo wao ndio bado wanashikilia, yani Australia inapata sifa upande huo kwenye sanaa pamoja na mambo ya ngoma, kutokana na hawa jamaa wenyeji wao. Ndio maana hata wageni wa heshima wakija, yani watu viongozi wa nchi zingine, lazima wakute wale wenyeji na ule utamaduni wao, wapigie kidogo ile dijidubu ile limekaa kama mti hivi mrefu hivi, ambao wanapiga kwa hodari sana hivyo. Kwa hiyo basi wale bado wana msimamo, kwa sababu wao mshikamano ndio kanuni yao kubwa. Mshikamano bado ni wa hali ya juu sana ukilinganisha na huu wa kwetu sisi hapa. Na sisi tatizo letu ni kwamba Afrika hii mipaka ndio imetuharibia. Ndio maana tunaanza kufukuzana huko South Afrika Kusini, watu wanatimuana na nini, tunatengana kwa sababu vile vile na mipaka inasaidia kimawazo, yani kifikira, ionekane kwamba sisi tumetengana, sio watu wamoja na nini hivyo. Sasa kimsingi point ninayotaka kuzungumza hapa ni kwamba yani juu ya mambo yote yanayoendelea, narudia tena, juu ya mambo haya yote yanayoendelea, mwaka 2026 kazi ya kuweza kuondosha hiyo dunia ya maonevu, dunia ya ubabe inayofanana na yale niliyosema, dunia uongo na udanganyaji na propaganda inakwenda kuishia, kwa sababu mwanzo wake ndio huu. Sasa dunia mpya imeshaanza kuingia, na ndio maana popote pale duniani wanaharakati wanaopigania kuto kugandamizwa kutoka kwa wale wagandamizaji wanaanza kufanikiwa katika kiwango kikubwa kuliko wakati wowote, na hasa kwa kutumia teknolojia hizi ambazo wamezileta hao bwana, kusema kwenda kwa wakati. Kwa sababu hii kitu ina mara mbili. Upande mmoja ina matatizo, kwa sababu inaweza ikakuchengua. Hizi teknolojia hizi zinaweza ikakuchengua, lakini ukizitumia vizuri, kwa sasa hivi ukizitumia vizuri, ni nyenzo moja nzuri sana ya kuweza kuwasiliana duniani kutoka kiganjani, kitendo mara moja namna hii. Kwa hiyo ndugu zangu, tunasema hivi kwamba hata nyinyi mlioko hapa Tanzania, hayo yote mnayoyapitia, manake na mimi niko hapa, lakini nasema hivi, haya yote tunayoyapitia sisi, basi kama tutaendelea na sisi kuwa na tabia na sisi za kishenzi, ina maana kwamba huwezi kumnyoshea kidole mshenzi mwenzio. Wewe ni mshenzi, alafu tunataka kumnyoshea mshenzi mwenzio kidole. Haiendi namna hiyo, huwezi kushindana namna hiyo. Upendo hauwezi yani haiwezekani wewe uishinde chuki kwa chuki. Hapana. Upendo unaishinda chuki. Sasa nyinyi na washangaa hapa, watu mna tabia za tamaa, mna tabia za ubinafsi, mna tabia za uchoyo, mna tabia za kujitutumua, mna tabia sijui za kujionaona na kubeza watu wengine. Halafu hapo ndio hicho nilichosema, kwa maslahi yenu mnajifanya eti mnataka kuwakomboa watu, kumbe mnataka kujikomboa wenyewe, na nyinyi mkachukua ile nafasi ili muweze kufanya kama hao, kwa sababu tayari tabia zenu katika hii namna ya wanaharakati mnayofanya inafanana vizuri sana kinyemela kama hiyo tabia ya walioko huko kwenye hiyo nafasi ya kugandamiza.
ambayo ndio mnalumbana nao. Sasa tofauti yenu ni nini? Hakuna tofauti. Kwa hiyo watu tunajitambua, tunaona hayo yote na kuona na nyinyi ni wanafiki, ni wale wale. Kwa hiyo nafikiri mmeshanielewa, Watanzania hapa mmeshanielewa. Asanteni sana, nitaongea zaidi lijao.